Promova TV, a home of testimonies. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Helman Gabriel, mchungaji wa kanisa la Elim Pentekoste kijijini Zimbili. Namshukuru Mungu kwa kunibarikia na kipawa hiki cha kusoma Biblia. Basi tumekuwa tunaendelea na maandiko haya. Malengo kukimaliza kitabu kizima cha Yohana Mtakatifu kwa kichwa, na sasa tumefika katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 12. Nikukaribishe mahali popote pale ulipo upate Biblia yako ili tuendelee. Mimi nasoma kwa kichwa na wewe utakuwa unasoma kwa kuona. Naomba tufatane vizuri. Basi kwa wakati huu tuendelee na Yohana Mtakatifu sura ya 12. Biblia inasema, basi siku 6 kabla ya Pasaka Yesu alifika tena Bethania, hapo alipokuwapo Lazaro ambaye yeye Yesu alimfufua katika wafu. Basi wakamwandalia karamu, naye Martha akatumika, Lazaro naye alikuwa mmoja wapo wa wale walioketi chakulani. Mstari wa 3, basi Mariamu akatoa latri ya marihamu ya nado safi yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguu, akamfuta miguu kwa nywele zake. Nayo nyumba pia ikajaa harufu ya manukato, ikajaa harufu ya marihamu. Biblia inasema, basi Yuda Iskariote, naye ni mmoja wapo wa wale wanafunzi, naye ndiye atakaye msaliti, akasema, mbona Mariamu hii haikuuzwa kwa dinari 300 wakapewa maskini? Mstari wa 6, naye aliyasema hayo si kwa sababu ya kuwahurumia maskini, bali kwa sababu alikuwa mwivi, naye ndiye aliyeshika mfuko akivichukua vilivyotiwa humo. Mstari wa 7, Yesu akasema, mwacheni aiweke kwa siku ya maziko yangu, kwa sababu maskini mnao siku zote, lakini mimi hamnami siku zote. Mstari wa 9, basi mkutano wakamshuhudia wale waliokuwapo pamoja naye. Basi mkutano wakamshuhudia wale waliokuwa pamoja naye alipomwita Lazaro akamfufua kutoka kaburini. Mstari wa 10, Biblia inasema, na wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumuua Lazaro naye, maana kwa sababu yake wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini Yesu. Biblia inasema mstari wa 12, na siku ya pili yake mkutano walisikia kwamba Yesu anakuja Yerusalemu. Basi wakatoa matawi ya mitende, wakatoka nje kwenda kumlaki, wakapiga makelele wakisema, Hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Mstari unaofuata, naye Yesu alikuwa amepata mwanapunda amempanda, kama ilivyoandikwa, usiogope binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja amepanda mwanapunda. Mstari wa 16, mambo hayo wanafunzi wake hawakuyafahamu hapo kwanza, lakini Yesu alipokwisha kutukuzwa ndipo alipokumbuka ya kwamba ameandikiwa hayo na ya kwamba walimtendea hayo. Mstari unaofuata, basi wale mkutano wakamshuhudia waliokuwepo pamoja naye alipomwita Lazaro kutoka kaburini. Na kwa sababu hiyo walikwenda kwa sababu wamesikia kwamba wameifanya ishara hiyo. Basi Mafarisayo wakasema, tunafanya nini? Tazameni, ulimwengu na kwenda nyuma yake. Mstari wa 20, palikuwa na Wayunani kadha wa kadha miongoni mwa watu waliokwenda kuabudu kwenye sikukuu wakati wa Pasaka. Basi hao walimwendea Filipo akamwambia, Bwana, sisi tunataka kumwendea Yesu. Filipo akaenda akamwambia Andrea, kisha Andrea na Filipo wakaenda wakamwambia Yesu. Yesu akasema, saa imefika atukuzwe mwana wa Adamu. Yesu akajibu akasema, saa imefika atukuzwe mwana wa Adamu. Mstari wa 24, amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Mstari wa 25, yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, bali yeye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Mstari wa 26, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Sasa roho yangu imefadhaika, nami nisemeje? Baba, uniokoe katika saa hii, lakini ni kwa ajili ya hayo nilivyoifikia saa hii. Baba, ulitukuze jina lako. Biblia inasema, ikaja sauti kutoka mbinguni, nimelitukuza nami nitalitukuza tena. Basi mkutano waliosimama wakasikia sauti hiyo, wakasema, kumekuwa na ngurumo. Wengine wakasema, malaika amesema naye. Mstari wa 30,
Yesu akajibu akawaambia, sauti hii haikuwako kwa ajili yangu, bali kwa ajili yenu. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo, sasa mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Biblia inasema, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote waje kwangu. Aliyasema hayo akionyesha ni mauti gani atakayomtukuza Mungu. Biblia inasema, basi Wayahudi wakajibu wakamwambia, sisi tumesikia katika Torati ya kwamba Kristo adumu hata milele. Naye wasemaje imempasa mwana wa Adam kuinuliwa? Huyu mwana wa Adam ni nani? Mstari wa 65, Yesu akajibu akawaambia, nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo. Enendeni madamu mnayo nuru hiyo, giza lisije likawaweza. Mstari wa 36, maadamu mnayo nuru, iaminini nuru hiyo. Maadamu mnayo nuru, iaminini nuru hiyo, ili mpate kuwa wana wa nuru. Mstari wa 67, maneno hayo aliyasema Yesu, akaenda zake akajificha wasimuone tena. Walakini ajapokuwa amefanya ishara nyingi namna hiyo mbele yao, hawakumwamini, ili lipate kutimia lile neno lake alilosema nabii Isaya, kwamba Bwana ni nani aliyezisadiki habari zetu, na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Ndio sababu wao hawakuweza kumwamini. Tena Isaya asema tena, amewapofusha macho, amewafanya mizito mioyo yao, wasije wakaona kwa macho yao, wakafahamu kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Biblia inasema hayo aliyasema nabii Isaya, kwa kuwa aliuona utukufu wake, akataja habari zake. Walakini hata katika wakuu walikuwamo wengi waliomwamini, lakini kwa sababu ya Mafarisayo wakamkili, wasije wakatengwa na sinagogi, kwa sababu walipenda utukufu wa wanadamu kuliko utukufu wa Mungu. Basi Yesu akapaza sauti yake akisema, amini amini nawaambia, aniaminie mimi haniamini mimi, bali yeye aliyenipeleka. Naye anitazamaye hanitazami mimi, bali yeye aliyenipeleka. Mstari unaofuata, mimi nimekuja ulimwenguni ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniaminie asikae gizani. Na mtu akiasikia maneno yangu asiyashike, wala mimi simhukumu, kwa maana mimi sikuja ni uhukumu ulimwengu, bali ni uokoe ulimwengu. Yeye asiyelishika neno langu, yeye alisikia neno langu wala asilishike, mimi simhukumu. Yeye alisikia neno langu, asiyashika maneno yangu, anayemhukumuye. Neno hilo nililolisema ndilo litakalo mhukumu siku ya mwisho. Mstari wa 49, kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu tu, bali Baba aliyenipeleka ameniagiza nitakayonena na nitakayosema. Mstari wa mwisho, nami najua ya kuwa agizo lake ni uzima wa milele. Basi kama Baba alivyoniambia, ndivyo ninenavyo. Haleluya. Tumefika kwenye Yohana Mtakatifu sura ya 13. Yohana Mtakatifu sura ya 13, kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa mwisho wa 38. Biblia inasema, basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imekwisha kufika atakayotoka ulimwenguni kwenda kwa Baba, naye amewapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Mstari wa pili, hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskarioti moyo wa kumsaliti. Naye Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote, Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote, na ya kuwa alikuja ulimwenguni na sasa anatoka ulimwenguni, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa akajifunga kiunoni. Kisha akatoa bakuli la maji, akaanza kuwatawaza wanafunzi miguu na kuwafuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Mstari wa 6, hivyo yuaja kwa Simoni Petro, huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo sasa wewe hulijui, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, Bwana, wewe hutanitawadha miguu yangu kamwe. Yesu akajibu akamwambia, mimi nisipokutawadha miguu huna shirika nami. Basi Simoni Petro akajibu akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu. Yesu akajibu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ile ya kutawadha miguu, bali yu safi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote, kwa maana alimjua atakayemsaliti, ndio maana alisema si nyote mlio safi. Biblia inasema, basi Yesu alipokwisha kuwatawadha miguu na kukitoa kile kitambaa na kuketi, akawaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu, nimewatawadha miguu, imewapasa nanyi vivyo hivyo kutawazana miguu ninyi kwa ninyi. Kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama vile nilivyowatendea ninyi, nanyi mtende vivyo hivyo. Mstari wa 16,
Amini amini nawaambia ninyi, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake, wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Ikiwa mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Sisemi habari za ninyi nyote, na wajua wale niliowachagua, lakini andiko lipate kutimizwa, aliyekula chakula changu ameniinulia kisigino chake. Lakini naliwaambia hayo kabla hayajatukia, ili atakapotukia mpate kuamini ya kuwa mimi ndiye. Mstari wa 20, amini amini nawaambia, mtu yeyote yeye ampokeaye mtu yeyote nimpelekaye anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye anipelekaye. Mstari wa 21, Biblia inasema Yesu alipokwisha kusema hayo, alifadhaika roho yake, akashuhudia akisema, mmoja wenu atanisaliti. Basi wanafunzi wake wakatazamana huku akiona shaka kwamba ni nani amtajaye. Na palikuwapo mmoja wa wanafunzi wake aliyeegama kifuani pa Yesu, ambaye Yesu alimpenda. Basi Simoni Petro akampungia mkono akamwambia, uliza ni nani amtajaye. Basi yeye hali akimwelekea kifua chake akamwambia, Bwana ni nani? Biblia inasema Yesu akajibu akamwambia, ndiye mtu yule nitakayetoelea tonge na kulitoa na kumpa. Akatoelea tonge akalitoa akampa Yuda mwana wa Simoni Iskariote. Biblia inasema na baada ya hilo tonge shetani akamwingia. Basi Yesu akamwambia, uyafanyayo yafanye upesi. Wala hakuna mtu katika wale wanafunzi aliyefahamu sababu ya kumwambia hivyo, kwa maana wengine walijua ya kuwa Yesu amemwambia ya kwamba nunua vitu tunavyovihitaji kwa ajili ya sikukuu, au ya kwamba uwape maskini vitu. Basi huyu alipokwisha kulipokea lile tonge akatoka nje mara hiyo, nako kulikuwa ni usiku. Mstari wa 61, basi huyo alipokwisha kutoka, Yesu alisema, sasa ametukuzwa mwana wa Adamu, Mungu naye ametukuzwa ndani yake. Mungu atamtukuza ndani ya nafsi yake, naye atamtukuza mara. Biblia inasema, enyi watoto wadogo, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi, mtanitafuta, na kama vile nilivyowaambia Wayahudi ya kwamba mimi niendako ninyi hamwezi kuja, kadhalika sasa nawaambia ninyi. Amri mpya nawapa, mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Mstari wa 65, hivyo watu wote watatambua ya kwamba mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Mstari wa 66, Simoni Petro akamwambia, Bwana unakwenda wapi? Yesu akajibu akamwambia, niendako sasa wewe huwezi kunifuata, lakini utanifuata baadaye. Petro akamwambia, Bwana, kwa nini mimi nisiweze kukufuata sasa? Mimi niko tayari kutoa uhai wangu kwa ajili yako. Yesu akajibu akamwambia, mstari wa mwisho, Yesu akajibu akamwambia, je, wewe utautoa uhai wako kwa ajili yangu? Amini amini nakwambia, jimbi hata wika hata wewe utakapokuwa umenikana mara 3. Haleluya. Amina. Tumefika Yohana Mtakatifu sura ya 14, mstari wa kwanza mpaka mstari wa 27. Yesu anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, kwa maana nakwenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Tomaso akamwambia, Bwana, ili mimi nilipo nanyi muwepo. Tomaso akamwambia, ili mimi nilipo nanyi muwepo, nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi tuijuaje njia? Yesu akajibu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mstari wa 7, kama mngalinijua mimi, kama mngalimjua Baba, mngalinijua na mimi, lakini tangu sasa mnamjua Baba, tena mmemuona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akajibu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, nawe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemuona Baba, nawe wasemaje utuonyeshe Baba? Husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Hayo ni yasemayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini yeye akaenda ndani yangu huzifanya kazi zake. Mstari wa 11, mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? La, hamsadiki hivyo, sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Mstari wa 12, amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, na amna kubwa kuliko hizo, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Tena amini amini nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote kwa jina langu atawapeni. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda hata sasa hamjaomba neno lolote, hata sasa hamjaomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapewa. Mstari wa 15, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atawapelekea msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea,
kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua kwa kuwa anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Mstari wa 18, sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu upesi. Mstari wa 19, bado kitambo kidogo nanyi hamnioni tena, bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, lakini kama vile basi kwa kuwa mimi ni hai kwa Baba, ninyi nanyi mtakuwa hai kwa mimi. Mstari wa 20, siku ile mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu, nami ndani yenu. Mstari wa 21, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, huyo ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Mstari wa 22, Yuda si Iskariote akamwambia, Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu wala si kwa ulimwengu? Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Yeye asiyenipenda hayashiki maneno yangu, nalo neno ninalowaambia silo langu ila ni lake yeye aliyenipeleka. Mstari wa 25, hayo ndio niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Mstari wa 26, lakini atakapokuja huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Mstari wa 27, amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utowavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na woga. Mlisikia kwamba naliwaambia na kwenda kwa Baba zangu, tena naja kwenu. Kama mngalinipenda mngalifurahi, kwa maana nakwenda kwa Baba, kwa sababu nakwenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Lakini naliwaambia hayo kabla hayajatukia, ili atakapotukia mpate kuamini ya kuwa mimi ndiye. Mstari wa 30, mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Mstari wa mwisho, lakini ulimwengu upate kujua ya kuwa nampenda Baba. Lakini kama vile Baba aniamruvyo, ndivyo nitendavyo. Ondokeni, twendeni zetu. Haleluya. Amina. Yohana Mtakatifu sura ya 15, mstari wa kwanza mpaka mstari wa mwisho. Biblia inasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi ndani yangu lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Mstari wa 3, ninyi mmekwisha kuwa safi kwa lile neno nililowaambia, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mstari wa 5, mimi ndimi mzabibu nanyi ni matawi, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, kwa kuwa pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mstari wa 6, mtu asipokaa ndani yangu ukatwa kama tawi na kutupwa, ukatwa kama tawi na kunyauka, ukatwa kama tawi na kunyauka. Mtu asipokaa ndani yangu ukatwa kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Mstari wa 7, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Kama vile Baba alivyonipenda mimi nami nilivyompenda Baba, kama vile Baba alivyonipenda mimi nami nilivyopenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mstari wa 10, mkinipenda mtazishika amri zangu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu nikakaa katika pendo langu. Hayo nimewaambieni ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu iwe timilifu. Mstari wa 12, amri mpya nawapa, mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi. Mstari wa 13, hakuna mtu aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Mstari wa 14, ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini yote niliyoyasikia kwa Baba nimewaarifu. Mstari wa 16, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Haya nawaamuru sasa mpate kupendana. Mstari wa 18, iwapo ulimwengu ukiwachukia, mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Mstari wa 19, kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda watu wake, lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia watu wake. Mstari wa 20, likumbukeni lile neno nililowaambia, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Ikiwa waliniudhi mimi, watawaudhi ninyi. Ikiwa walilishika neno langu, watalishika na lenu. Lakini hayo watawatenda kwa ajili ya jina langu, kwa kuwa hawakumjua Baba, kwa kuwa hawakumjua mimi wala Baba aliyenipeleka. Mstari wa 22, kama nisingalikuja na kusema nao, wasingalikuwa na dhambi, lakini sasa hawana dhambi, lakini sasa hawana udhuru kwa dhambi yao. Yeye anichukiaye mimi humchukia na Baba yangu. Kama nisingalikuja na kutenda kwao kazi azizozitenda mtu mwingine,
wasingalikuwa na dhambi, lakini sasa wametuona mimi na baba yangu na kutuchukia, lakini litimie lile neno lililoandikwa katika Torati yao, walinichukia bure. Walinichukia bure. Lakini atakapokuja huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu atawakumbusha yote niliyowaambia. Lakini atakapokuja huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu atawakumbusha yote niliyowaambia. Mstari wa mwisho wa 27, ninyi nanyi atanishuhudia. Lakini atakapokuja huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu atanishuhudia. Mstari wa mwisho, ninyi nanyi mnashuhudia kwa kuwa tangu mwanzo nimekuwapo pamoja nanyi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko Yohana Mtakatifu sura ya 16. Maandiko matakatifu yanasema, maneno hayo nimewaambia msije mkachukizwa. Watawatenga na masinagogi, na saa yaja atakapodhania kila mtu aowae ya kwamba anamtolea Mungu ibada. Na hayo watawatenda kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi. Lakini naliwaambia hayo kabla hajatukia, makusudi atakapotukia mpate kukumbuka ya kwamba naliwaambia. Sikuwaambia hayo tangu mwanzo kwa sababu nilikuwapo pamoja nami naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka, wala hakuna mmoja wenu aniulizaye unakwendapi. Ila kwa sababu nawaambia hayo, mioyo yenu ina huzuni. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, ili huyo msaidizi aje kwenu. Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikiondoka nitampeleka kwenu. Mstari wa 8, naye akisha kuja huyo atawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa habari ya haki kwa sababu mimi naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka. Kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Mstari wa 12, hata sasa bado nikali ninayo mengi ya kusema, walakini hamuwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini atakapokuja huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, yeye atanishuhudia kwa sababu hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini atatoa katika yaliyo yangu, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa hiyo nalisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu. Mstari wa 15, na yote alionayo Baba ni yangu, kwa hiyo nalisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Mstari wa 16, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi. Bado kitambo kidogo nanyi mtaniona, tena bado kitambo kidogo nanyi hamtaniona. Basi wanafunzi wake wakasemezana, neno gani hilo asemalo hilo, bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona, na hilo kwa sababu naenda zangu kwa Baba? Basi walisema, hatujui hilo asemalo hilo, bado kitambo kidogo. Naye Yesu alifahamu ya kwamba walitaka kumuuliza, akawaambia, ndilo neno hilo mnaloulizana, ya kwamba nalisema bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona? Amini amini nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza, lakini ulimwengu utafurahi. Ninyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuzwa kuwa furaha. Mstari wa 21, amini amini nawaambia, mwanamke azaapo yuna huzuni kwa sababu saa yake imefika, lakini akisha kuzaa haikumbuki tena ile dhiki kwa sababu ya furaha ya mtu kuzaliwa ulimwenguni. Basi ninyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena, na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna awaondoleaye. Tena siku ile mtaomba kwa jina langu. Amini amini nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Hata sasa hamjaomba neno kwa jina langu, ombeni nanyi mtapata, ili furaha yenu iwe timilifu. Mstari unaofuata Biblia inasema kwamba mithali hiyo nimewaambia, maneno hayo nimewaambia kwa mithali, lakini saa inakuja ambayo sintasema nanyi tena kwa mithali. Tena siku ile mtaomba, mstari wa 26, tena siku ile mtaomba kwa jina langu. Tena siku ile mtaomba kwa jina langu, siwaambia kwamba nitawaombea kwa Baba, kwa kuwa ninyi wenyewe mwanipenda na kusadiki ya kwamba nimetoka kwa Baba. Mimi nalikuja kutoka kwa Baba, tena na uacha ulimwengu na kwenda kwa Baba. Basi wanafunzi wakasema, tazama sasa wasema waziwazi, wala huneni mithali yoyote. Sasa tumejua ya kuwa wewe wafahamu mambo yote, wala hakuna haja ya mtu akuulize neno. Kwa hiyo tumesadiki ya kwamba ulitoka kwa Mungu. Mstari wa 31, Yesu akawaambia, je, mnasadiki sasa? Tazama saa yaja, namu imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao na kuniacha peke yangu. Walakini mimi si peke yangu, bali Baba aliyenipeleka yupo pamoja nami. Mstari wa mwisho wa 63, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnao dhiki,
lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Haleluya. Tumefika sura ya 17 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 26. Biblia inasema, maneno hayo aliyasema Yesu, kisha akainua macho yake kuelekea mbinguni akasema, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Mstari wa 3, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo mliyemtuma. Mimi nimekutukuza duniani hali nimeimaliza kazi ile ulionipa, na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Mstari wa 6, jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu, walikuwa wako kanipa mimi, na neno lako wakalishika. Na sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea, wakajua ya kuwa nalitoka kwako, wakasadiki ya kwamba ndiwe uliyenituma. Mstari wa 9, mimi nawaombea hao, si uombee ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako. Na wote walio wako ni wangu, na walio wangu ni wako, nami nimetukuzwa ndani yao. Mstari wa 11, wala mimi simo tena ulimwenguni, bali hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba Mtakatifu. Kwa jina lako lililonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Mstari wa 12, nilipokuwa pamoja nao naliwalinda kwa jina lako lililonipa, nikawatunza, wala hapana mmoja wapo wao aliyepotea, ila yule mwana wa upotevu, ili andiko lipate kutimizwa. Na maneno haya nayasema ulimwenguni, mstari wa 13, na maneno haya nayasema ulimwenguni, ili furaha yangu iwe imetimizwa ndani yao. Mstari wa 14, mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa sababu wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Mstari wa 15, mimi siwaombei kwamba watoe ulimwenguni, bali uwalinde na yule mwovu. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Biblia inasema, kama vile ulivyonituma mimi, nami nilivyo, kama vile ulivyonituma mimi, nami vivyo hivyo nawapeleka, nami vivyo hivyo nawatuma hao. Mstari wa 19, na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe, ili na hao watakaswe katika ile kweli. Wala si hao tu, mstari wa 20, wala si hao tu ninaowaombea, ila na wale watakao niamini kwa sababu ya neno lao. Wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu, nami ndani yao, hao nawe wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba ndiwe uliyenituma. Mstari wa 22, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Wewe ndani yangu nami ndani yako, hao nawe wawe ndani yetu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Biblia inasema, Baba Mtakatifu, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate na kuutazama utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya Baba Mtakatifu, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate na kuutazama utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya msingi ulimwengu. Mstari wa 25, Baba mwenye haki, ulimwengu haukujua, lakini mimi nalikujua, na hao wamejua kuwa ndiwe uliyenituma. Mstari wa mwisho 26, nami naliwajulisha jina lako, tena nitawajulisha hilo, ili pendo lile ulilonipenda mimi liwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Haleluya. Promova TV, a home of testimonies.